Nikikutangazia toka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka hapa katika jimbo Kivu Kaskazini. Ujambo na karibu kufuata awamu yetu ya matangazo ya siku ya leo, na kwa niaba ya wote utakaowasikia katika matangazo haya, mimi ni Abel Tsongo. Machache kati ya yale mengi tulionayo siku ya leo ni mkutano kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame chini ya aegis ya Emir ya huko Qatar. Washauri ya rais hawakujua hii jambo, na mkongomani yeyote hakujua namna gani alitoka. Tunakosa kama ni maneno gani ambayo waliongelea kati ya Tshisekedi na Kagame, lakini tunaongelea kama ni mambo ambayo inaweza kaleta amani ndani ya jamhuri, kwa sababu wakongomani wanagoja amani. Itakuwa ni vizuri kwani yeye ndio kiongozi. Sipokuwa hivyo atakuwa amesaliti nchi, na unajua katiba yetu inasema mtu wote ambaye anaweza akasaliti nchi lazima hukumiwe kifo. Na huko mkoani Ituri ni wapiganaji chini kwa chini wa Codeco waomba jeshi la Uganda kuondoka eneo hili, kwani yaonekana jeshi hili ikuja kwa nguvu pasipo hiari ya serikali ya Kongo. Lakini kwa sasa hali hayakuwa bora, kwani wapiganaji wa Codeco wanajitayarisha vile kwa kuweza kushambulia vikosi vya usalama ya Uganda. Ndio waliwasaka hiyo kabisa, ni kweli, kwani walipigana kabisa jana wakati za asubuhi. Lakini hali huko Jugu, kwani Fataki ni mjini wa Walendu. Fataki iko mjini wa Walendu, na Codeco haikubali, nasema haitaki kuona UPDF katika maeneo ya Walendu, na hadi sasa inaendelea kuleta vurugo kabisa. Msikilizaji na mtazamaji, ni hayo machache kati ya yale mengi tulionayo siku ya leo. Asante kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mkutano kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame chini ya aegis ya Emir ya huko Qatar. Emir wa Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani aliongoza mkutano huu wa Jumanne Machi 18, mkutano wa tatu wa hali ya usalama kati ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbele ya mkuu wawili wa serikali walihusika katika mzozo wa Felix Tshisekedi wa DRC na Paul Kagame wa nchi ya Rwanda. Katika moyo wa majadiliano, shida ya usalama ambayo inatikisa sehemu ya mashariki mwa DRC ndiyo mada makuu iliyochambuliwa na viongozi hawa wawili katika kanda la maziwa makuu. Mwishoni mwa mkutano huo, viongozi huo wawili walisifu mpango wa Emir wa Qatar na kukubaliana kusitiza moto mara moja kulingana na maazimio ya mkutano wa pamoja wa SADC-EAC. Pia walihimiza kuanza tena mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Serikali hizo tatu zimeamua kuendelea na juhudi zao za kupata mfumo mzuri wa mazungumzo na kuhakikisha muendelezo wa mazungumzo kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame chini ya aegis ya Emir ya Qatar. Wakati huo mkutano wa Luanda wa M23 au kufanyika. Waziri wa mambo ya nje wa Angola alisema hata hivyo kwamba juhudi zinaendelea kuweka tarehe mpya. Blaise Musubao, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu, asema kuwa ikiwa mkutano wa Qatar inaweza kuleta suluhu mashariki mwa DRC ni mzuri, ila ikiwa sio, itakuwa Rais Felix Tshisekedi amesaliti taifa. Unajua, wakati walipozungumzia hii mambo walisema kwamba hata washauri ya rais hawakujua hii jambo, na mkongomani yeyote hakujua namna gani alitoka. Tunakosa kama ni maneno gani ambayo waliongelea kati ya Tshisekedi na Kagame, lakini tunaongelea kama ni mambo ambayo inaweza kaleta amani ndani ya jamhuri, kwa sababu wakongomani wanagoja amani. Itakuwa ni vizuri kwani yeye ndio kiongozi. Sipokuwa hivyo atakuwa amesaliti nchi, na unajua katiba yetu inasema mtu wote ambaye anaweza akasaliti nchi lazima hukumiwe kifo. Unajua, lakini tunawaza ni kwa kizuri. Unajua, mkutano ambaye ingekuwa Angola kuhusu mambo ya amani kati ya kati ya Kagame na Tshisekedi ilishindikana. Kama Katari ndio inaweza hiyo operation, ninawaza mambo haiko
haiko vibaya tu, tungojelea kama mambo itakuwa vizuri, itasaidia wakongomani kupata amani, ni vizuri kabisa. Na huko Ituri, hata kama jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF limealika raia kurejea katika maeneo yao baada ya vita hivi majuzi kijijini Fataki wilayani Jugu huko Ituri, wapiganaji wa Codeco waomba jeshi la Uganda kuondoka eneo hili, kwani yaonekana jeshi hili kuja kwa nguvu pasipo hiari ya serikali ya Kongo. Mwandishi wetu Germain Hassan Kiawere amezungumza na mwandishi wetu kutoka huko Ituri Constance Sambagalwa akiwa huko Ituri. Hali huko Fataki ni mbovu sana, kwani Codeco inasema ya kwamba haikubali kuona wa UPDF kwenda huko Fataki, kwani wa UPDF wanafika bila ruhusa ya viongozi, wanafika bila vile kuongea na jeshi FARDC, wanaingia na nguvu yao bila kusindikizwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wao wanaita wakazi ambao walikimbia warudi, lakini kwa sasa hali hayakuwa bora, kwani wapiganaji wa Codeco wanajitayarisha vile kwa kuweza kushambulia vikosi vya usalama ya Uganda. Ndio waliwasaka hiyo kabisa, ni kweli, kwani walipigana kabisa jana wakati za asubuhi, lakini hali huko Jugu, kwani Fataki ni mjini wa Walendu. Fataki iko mjini wa Walendu na Codeco haikubali, nasema haitaki kuona UPDF katika maeneo ya Walendu, na hadi sasa inaendelea kuleta vurugu kabisa huko, kwani wao wanakuwa wanatoka wanaonekana kwamba wameacha hiyo maeneo, lakini watarudi, kwani ni watoto, ni vigundi vinavyokuwa sana na kiburi, wataweza kurudia na wataharibu maisha ya watu huko. Na kanisa Katolika parokia Kimbulu wilayani Lubero yaadhimisha miaka 100 tangu kushimikwa kwa dini katika maeneo hii ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Waumini wa dini hili yamejibu kwa wito wa kiongozi wa diocese ya Butembo Beni Paluku Sikuli Melkisedek, ambaye amewaalika kuja kusherekea miaka hiyo kwa pamoja hata kama hakuna migogoro ya vita. MTV imezungumza na Katavali akiwa Kimbulu. Hii sherehe kabisa hapa Kimbulu inapokelewa kwa shangwe kubwa, kwani kabisa watu ni wengi ambao wamefika hapa mgini na wageni ni wengi sana. Zaidi sana watu wanafurahia hii miaka 1000 hii centenary, kwani imesaidia kwanza ya muhimu mwa hii miaka 1000 kabisa. Hapa Kimbulu kuna masomo ambayo ni masomo ambayo iko mzuri sana, na ni masomo ambayo inaeneza makondisio zote, na ni masomo ambayo iko na walimu wazuri na ni watoto wa hapa, na ile yote ni matunda ya ile miaka na watu na wamepokea hapa hii parokia ya Kimbulu. Kitu gani ambacho mmevuna katika maazimisho ya miaka 100 ya parokia Kikatoliki ya Kimbulu? Ni vitu vingi zaidi tunapasha anja kwa hali ya watu ya kuishi, kwani mbele ya hapo kabisa vile wanaeleza ilikuwa vigumu kabisa, ila kanisa wakati imefika hapa watu wameoneshewa njia nzuri na maneno ya kufanya. Kila mtu amejua ya kwamba basi Yesu ndiye mwami na mfalme wa kutukomboa. Hapa kabisa wakuu viongozi wamefika na watu ni wengi kabisa, ila watu wanajiswali sana kwa kufuatilia hii mambo, lakini walikuwa na wameambia watu wasiwe na hofu, kila kitu tapita sawa. Wakubwa wanaendelea kuongea, waangalie nini masasi tena isipige, watu wasiwe na hofu ya bomu ama nini. Kuna longezi ambayo inaendelea fasi, wakubwa wanafuatilia mambo ya vita itaisha, na vile kabisa watu wamekuwa wengi hapa, wengine wanatoka Beni, wengine wanatoka Butembo, hata mahali pambali hivi. Basi ni sawa, kumbe gizi vile wanaambia wakaji. Shirika la rahia la Buyinga laomba viongozi wa muungano wa kijeshi la FARDC na UPDF kuweka ngome za kijeshi pembezoni na kijiji hicho cha usultani wa Baswa huko wilayani Lubero ili kuzuia raia dhidi ya shambulizi la waasi wa ADF. Viongozi hao walisema hayo mwanzoni mwa wiki hii, siku chache baada ya vifo vya watu zaidi ya 20 na nyumba kuchomwa katika shambulizi lilolenga kijiji cha Ngohi Kathiro pembezoni na kijiji cha Buyinga. Msubaho Ezekiel, kiongozi wa shirika hilo, azani kuwa uwepo wa jeshi la taifa huenda kuzuia kushambulia raia wa eneo hilo. Ezekiel alialika raia kuwa waangalifu kwa kuchongea wote wanaodhaniwa kuwa waasi.
jeshi letu liweze kutia kila mahali jeshi ambalo litakuwa likilinda mahali haya kuanzia hiyo eneo ya Kasihiro Ngohi, huenda ni kamba mzima mpaka kuendea huko ngambo za kule Maiba. Kuna Matuna, kuna Buranda, kuna Masakoki. Hizo ni eneo ambazo hao waasi waweza kumiliki na kuzunguka kama wanavyojitakia. Vile vile kwa sisi kama rahia kupana habari za niko kwa wakati unaofaa. Tunaposikia kuna jambo fulani lazima tuwe wepesi kuyapasha habari hizo kwenye serikali. Upande mwingine, chama cha Scout katika kanisa la Katolika parokia Mater Dei ya Nziapanda katika diocese ya Butembo Beni chashindwa kuendelea vizuri kutokana na ukosefu wa usalama unaotokana na vurugu na shambulizi la uasi wa ADF eneo hilo. Maoni hayo yametolewa Jumatano Machi 19, 2025 naye Kanzira Mavala maarufu Trish Courage wakati wa mazungumzo na MTV. Aliomba government ya DRC kurejesha usalama ulayani Lubero ili kazi alizoanzisha Baden Powell ziweze kufanikishwa katika parokia Mater Dei ya Nziapanda kama zilizo katika eneo zingine za diocese ya Butembo Beni. Skutizme na yomba ni sababu ya hewa mbaya inayotukumba leo. Inalingana na ADF kukua na chukua watu kuua watu na mpaka leo tunakosa kama tufae nini. Ni watu wachache wanafika, ni sababu wakati masakre ilifika huku kumwezi wa 6, waskuti wengi walisha hama, wengine waenda mnafasi kila mtu kunyana apenda, na wachache wenyewe wanabakia wanakuwa na woga ya kuparticipate na kumarenew. Tunaomba kwa serikali, kwa watu wanaolinda usalama wafanye nguvu yote. Leo hatuna lolote la kufanya sababu wakati kuna usalama tunaangadrewa jene kufanya makampi, tunaangadrewa jene kufanya masurti, kufanya mafede kama veye. Mpaka leo hakuna lolote linaloweza fanyika juu hakuna security. Na huko Beni Jumanne Machi 18, 2025 kampeni ya usambazaji wa wingi wa dawa za ugonjwa wa kitropiki MTN zilizinduliwa rasmi, ikiwa diwani mkuu wa gavana wa mkoa huo anayesimamia afya B Priska Kamala ambaye alifanya sherehe hii katika eneo ya meya wa mji wa Beni. Kampeni hii inalenga sana mapigano dhidi ya magonjwa ambayo mara nyingi hupuuzwa na jamii, lakini ambayo inawakilisha hatari ya kweli kwa afya ya umma. Magonjwa yalilengwa na ni magonjwa yanayolengwa ni onchocercosis, bilharzia, schistosomiasis na minyoo ya tumbo. Programu hiyo inapanga kupokea jumla ya wenyeji 1448,386 wa eneo la Beni. Onchocercosis ni na 1086,815. Onchocercosis ni njia hizi, ingawa wakati mwingine hupuuzwa, zinaweza kuwa ni hatari kubwa kwa afya ya idadi ya watu. Mkuu wa eneo la Beni alialika raia kupokea timu ya matibabu ambayo zitaenda kutoka mlango kwa mlango ili kusambaza dawa. Sambamba na hayo, usambazaji utafanyika katika miundo ya afya na shule kufikia kiwango cha juu cha watoto katika umri wa shule, amesema Daktari Polite Sangala. Serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini pia ilitoa wito kwa idadi ya watu ikihimiza kujiunga na kampeni hii ya kuzuia na kuchukua dawa kulingana na vikundi vya umri ili kujilinda na kumaliza magonjwa haya. Mpango huo ni hatua muhimu katika mapambano dhidi ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa. Ni sehemu ya juhudi ya kuzuia na utundaji unaopatikana kwa idadi yote ya eneo la Beni na Kivu Kaskazini kwa jumla. Msikilizaji, ni kupitia taarifa hizi kutoka huko katika mji wa Beni ndipo mimi natamatisha matangazo haya kwa siku ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika duniani nzima kupitia mitandao ya kijamii na redio Wathirika. Unaweza kutembelea tovuti yetu ukianza na alama ya kujumulisha www.malivikanews.com. na kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya, Jeremia Hassan Kiawere akiwa katika mji wa Goma, mimi ni Abel Tsongo. Hadi wakati mwingine, kwaheri.